Filamu inaanza na bwana mkubwa anaitwa Darwin. Huyu yeye alikuwa ni mmoja wa wapiga picha maarufu sana na ana jina kubwa mno kwa sababu kazi zake zilikuwa ni za stadi ya hali ya juu. Siku moja alihudhuria katika harusi ya rafiki yake wa karibu, alikuwa anaitwa Tio. Alienda pamoja na kipenzi chake anaitwa Pia. Baada ya sherehe kumalizika, wawili hao wakaanza safari ya kurudi nyumbani. Pia ndiye alikuwa akiendesha gari hilo usiku huo. Hapakuwa na msongamano kabisa barabarani. Ghafla mwanamke mmoja akawa amekatisha mbele yao. Pia kwa kushtuka akajaribu kukwepa, hakufanikiwa kabisa. Darwin akamsisitiza mpenzi wake kwamba waondoke mahali hapo haraka iwezekanavyo, waache kabisa kujihusisha kwenda kumuona waliyemgonga ni nani. Binti hakutaka kabisa kuondoka hivi hivi, alitamani kushuka kwenda kumwangalia huyo mtu, lakini mpenzi wake alimgomea kabisa. Hivyo binti ikabidi kuwasha gari hapo na akawa ameondoka na kumwacha yule mwanamke akiwa amelala barabarani hapo hapo bila kujali kitu cha aina yoyote. Pia alikubali kuondoka, lakini tukio lile lilibaki kumsumbua moyoni mwake. Alijiona akiwa na hatia kubwa sana. Asubuhi iliyofuata Darwin akarejea chuoni. Ni chuo ambacho aliwahi kusoma hapa. Alifika hapo kwa sababu siku hiyo kulikuwa kuna uzinduzi mkubwa sana wa ukumbi mpya. Kama ilivyokuwa kawaida yake, alibeba kamera yake ya zamani akaanza kupiga picha za kumbukumbu. Akiwa katika upigaji picha, mara macho yake yakakutana na kitu kisichokuwa cha kawaida. Aliona kuna kivuli cha mtu kikiwa kimesimama katikati ya umati wa wageni, lakini aliporudi kuja kutazama vizuri hakuona kabisa kitu chochote eneo hilo. Hata hivyo alijitahidi kujikaza. Alivyorudi nyumbani, kipenzi chake alikuwa bado yeye anaendelea kuwa na hofu kuhusiana na lile tukio ambalo lilitokea usiku wakiwa pamoja, lakini mpenzi wake alijitahidi tu kumtuliza ili mwanamke asiendelee kuwa na wasiwasi. Baadaye Darwin akampelekea fundi kamera yake ya zamani ili kuiuza. Kwa nini akaamua kuiuza? Ni kwa sababu ameanza kuona kama hii kamera imeanza kuona vitu vya ajabu ajabu, vitu kama vivuli vyeupe, yeye havielewi. Baada ya kuikagua, fundi akacheka akasema kwamba hii kamera imekaa muda mrefu sana, kwa sasa hivi haiwezi kunasa matukio ya kawaida, imeanza kunasa mizimu. Darwin hakuichukulia kauli hiyo kwa uzito. Upande wa Pia akiwa bize kusikiliza mziki ndani ya nyumba, ghafla akasikia kama kuna kelele. Akaenda kutazama kwa sababu hizo kelele zinasikika katika chumba cha mpenzi wake Darwin, chumba cha kazi. Alipofika huko akashtuka baada ya kuona kuna kichwa cha mwanamke kilikuwa kinatokeza hapa. Binti akajaribu kufungua mlango kwa sababu ya hofu. Binti akawa ameshtuka, kumbe alikuwa anaota. Japo alikuwa anaota, lakini moyo wake ulikuwa unaenda kasi sana. Bado akawa na wasiwasi mno, akiendelea kuamini pengine yule mwanamke waliomgonga yawezekana bado akawa hai. Hivyo akawa amemshawishi mpenzi wake Darwin waende eneo lile ambalo walipatia ajali. Kweli wakaamua kufunga safari, wakaenda moja kwa moja mpaka sehemu ambapo walipokuwa wamemgonga yule mwanamke, lakini baada ya kufika hapo hawakuona damu wala dalili za aina yoyote kwamba kuna ajali ambayo iliwahi kutokea hili eneo. Mbaya zaidi ni kwamba hata wakazi wa hili eneo hawajui chochote kuhusiana na ajali ambayo iliwahi kutokea hapa kwenye barabara. Hawajawahi kuona kitu kama hicho. Sasa wakiwa hapo, Darwin ikabidi kumpigia simu rafiki yake anaitwa Reza. Hawatakiwi kuwa na wasiwasi kwa sababu sio wakazi tu, hata polisi wenyewe hawana taarifa ya aina yoyote kuhusiana na mwanamke ambaye aliwahi kugongwa kwenye hiyo barabara hivi karibuni. Yani hakuna kitu kama hicho. Haya maneno yakamfanya Darwin kuwa na nafuu kidogo, lakini kwa upande wa Pia, yeye bado alikuwa na wasiwasi. Ana uhakika kwamba alimgonga mtu usiku huo. Siku nyingine chuoni, mhadhiri alikuwa anafundisha kuhusiana na kupiga picha kwa kamera fulani ambazo zinadaiwa zina uwezo wa kuona vitu ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida kabisa. Akawa anaonyesha baadhi ya picha hizo ni picha ambazo zimepigwa kabisa kwa kamera. Baada ya hili tukio, Darwin akaanza kutazama picha ambazo Pia na yeye aliwahi kuzipiga katika chuo hicho hicho. Sasa baada ya kuzikagua vizuri, akaona kuna kitu cha ajabu. Ni kama kuna mtu ambaye alikuwa amesimama katikati ya watu wengi sana, mwanamke wa ajabu mno, akiwa anatazama hiyo picha. Mara hiyo picha zikageuka. Hili jambo lilikuwa limemshtua sana mpenzi wake. Baada ya kuingia hapo, mshikaji alikuwa ametoka hapo akidai kwamba anaenda kupokea simu. Sasa akiwa huko, aliyempigia simu ni mpenzi wake yeye mwenyewe, yani Pia. Imekuwaje? Mbona mpenzi wake kamuona muda huu? Mshikaji kabidi kurudi chumbani chapu. Baada ya kufika hapo, hakuna mtu aina yote. Baada ya hapo, mshikaji akaambatana pamoja na mpenzi wake, wakaenda kwa mhadhiri ili kwenda kuonesha zile picha. Baada ya mhadhiri kutazama hizo picha kwa umakini, mhadhiri huyo akaeleza kwamba mara nyingi roho huwa zinaweza kujitokeza kwenye picha ili kufikisha ujumbe kwa mtu aliyepiga picha hizo. Lakini mpaka sasa mhadhiri alikuwa amekiri kwamba hajajua kabisa ujumbe gani ambao huyo kiumbe anaonekana katika picha
picha za Darwin alikuwa anaufikisha kwa Darwin. Siku chache baadaye, studio kazi zinaendelea kama kawaida. Baada ya wateja wote kuwa wameondoka hapa, taa mara zilikuwa zimezimika ghafla. Sasa akiwa hapo anaona kamera yake inajipiga picha yenyewe, na muda huo huo kuna mzimu nyuma yake uko unaonekana, lakini Darwin hakuona kabisa. Baada ya hili tukio, Darwin akaanza kusumbuliwa na maumivu makali sana ya mgongo pamoja na shingo. Akaenda hospitalini, aliamini pengine ana matatizo ya mifupa. Sasa kupima uzito wenyewe unaonekana ni mkubwa kinoma, mpaka yeye mwenyewe anashangaa. Madaktari walikuwa wamemuhimiza tu kwamba yawezekana ni trafu tu kwenye mwili wake imejitokeza, labda pengine ni kwa sababu ya umri wake, hivyo wakawa wamemtaka aendelee kufanya mazoezi tiba. Sasa siku moja akiwa amekaa nyumbani hapa akiwa na mawazo yake tu, mara kugeuka pembeni akamwona kuna rafiki yake mmoja kafika hapo, anaitwa Tio. Mshikaji kafika hapa akiwa na hofu kubwa mno. Tio akamwambia kwamba kwa sauti ya kutetemeka kwamba kuna picha umezipiga, ninaomba. Sasa mshikaji akawa haelewi kabisa, akahisi kabisa pengine Tio atakuwa amegombana na mke wake. Jamaa akawa ameshika simu ili ampigie mke wa Tio ili amuulize nini kimetokea. Kuja kugeuka Tio alipokuwa amesimama, mshikaji hayupo, katoweka kabisa. Sasa hili jambo Darwin liko limemshangaza. Huyu jamaa akaondokaje hapa? Sasa akiwa na wasiwasi akawa ameingia kwenye gari ili kwenda kwake Tio, kwenda kujua nini kinachoendelea. Sasa anapiga simu ya mke wake Tio, hapatikani. Ikabidi kuwapigia marafiki zake. Alipiga simu zao zote, marafiki wake wa karibu, Abi pamoja na Reza, wote kwa siku hiyo walikuwa wamefariki. Abi yeye alijiua mwenyewe, lakini Reza yeye alifariki baada ya kuwa amepata ajali ya gari. Hizi habari zilimchanganya sana Darwin. Hili limewezekanaje? Akawa na maswali mengi sana. Moja kwa moja akaenda mpaka nyumbani kwa Tio ili kwenda kuchunguza nini kinachoendelea baina ya Tio na mke wake. Sasa akiwa hapo hakuna mtu wa aina yote ndani hapo. Mara Tio akawa amefika hapo. Muda huo huo Tio hakusema neno la aina yote, akaenda kuruka dirishani mbele ya jamaa. Darwin akawa ametoka kwenda kuangalia Tio kafanya nini, akamkuta mshikaji amekufa hapo hapo. Hili jambo likazidi kumchanganya, mbona marafiki zake wote wamefariki katika njia ya kutatanisha? Alivyotoka hapo moja kwa moja akiwa na hofu, akaenda kwa mpenzi wake pia. Sasa pia na yeye alikuwa amekwisha kufanya uchunguzi wake tu. Alipofika hapo akamkumbusha kwamba unakumbuka mwanamke ambaye tulimgonga barabarani? Huyo mtu ninahisi kabisa atakuwa ni Iris. Sasa Iris ni nani? Darwin inaonekana anamjua. Hem, turudi miaka 5 nyuma, kipindi ambacho Darwin alikuwa chuoni. Kuna binti mmoja akawa amefika hapo, kwa bahati mbaya akampiga kikumbo Tio. Sasa binti akawa amedondosha kitabu chake hapa, Darwin alikichukua akampelekea moja kwa moja. Sasa huyu dada anaitwa Iris. Binti akawa amemshukuru Darwin kwa upendo wake aliyomwonyesha hapo. Huyu binti alikuwa ni mcheza ngoma za kijadi na Darwin alifanikiwa kumpiga picha sana huyu binti, taratibu. Hili jambo likamfanya huyu binti kwanza kuvutiwa na hisia kati yao zikazalika. Darwin pamoja na Iris wakaanza kuwa kwenye mahusiano, ni mwendo wa kubebana kwenye mabega tu, furu upendo tu, mpaka binti aliamua kumnunulia Darwin kamera ambayo ilikuwa ni ndoto ya bwana mkubwa. Kadiri muda ulivyozidi kwenda, alianza kugundua Darwin kaanza kubadilika taratibu tu. Mshikaji akaanza kujitenga na huyu binti, na mbaya zaidi hakuwahi kabisa kumtambulisha huyu binti kwa marafiki zake, jambo ambalo lilikuwa linamuia vigumu sana huyu binti kukutana na marafiki wa Darwin ambao mara nyingi walikuwa wanaendelea kumwonea hapa chuoni. Iris alimkuta huyu mshikaji akiwa na mwanamke mwingine. Binti kwa hasira ikabidi kumuuliza Darwin kwamba huyo mwanamke ni nani. Darwin alijibu kwa hasira akasema kwamba huyu ni mwanafunzi ambaye alikuwa anamfundisha kupiga picha. Binti kwa hasira akawa amemnasa kibao bwana mkubwa. Mwisho wa siku haya mabishano yakawapeleka sehemu moja tu, ikabidi waachane kabisa. Hii kauli ilimuumiza sana binti Iris. Kumoja akiwa bafuni kwa kukata tamaa, ikabidi kukata mshipa wake ili kujiondoa uhai. Darwin alifika hapo kabla binti hajapoteza maisha. Badala mshikaji abaki hapa pembeni kumfariji huyu binti, aliamua kuondoka na kumwacha binti apambane na hali yake. Baada ya hili tukio, Iris aliondoka kabisa Jakta na kuhamia Bandung kwenda kuanza maisha mapya. Hata hivyo, haikumchukua muda mrefu sana, Darwin alipata habari kwamba Iris alikuwa amefariki dunia. Sasa wakati wa sasa pia akamuuliza Darwin aliwahi kumpenda yule binti. Mshikaji akasema kwamba hakuwahi kabisa kumpenda yule binti. Binti ndiye aliyempenda huyu mshikaji, na mshikaji anasema kwamba hakuwahi kabisa kumtambulisha yule dada kwa washikaji zake kwa sababu alikuwa anaogopa aibu. Na hii ndiyo sababu wale washikaji waliendelea kumsumbua sana yule binti, kwa sababu hawakujua kabisa kwamba alikuwa ni shemeji yao. Akaanza kuingiwa na mashaka, pengine roho ya Iris ndiyo imewashambulia marafiki zake na kuwaua wote, na kama ndiyo yenyewe, basi yeye ndiye mtu ambaye anafata
katika kisanga hiki. Baada ya kusikia haya yote, pia ikabidi kumshawishi mpenzi wake kwamba kama roho hiyo ya Riris ndiyo imerudi kwa ajili ya kulipa kisasi, akamshawishi mpenzi wake waende moja kwa moja kutafuta kijiji ambacho Riri alikulia huko ili kwenda kuomba msamaha mama yake. Pengine kufanya hivyo kunaweza kusababisha roho ya Riris kupumzika kwa amani ili isiendelee kuwatesa. Kesho yake wakaanza kutafuta taarifa kuhusiana na huyo binti, wakaanzia chuoni. Akawa amekutana na mhadhiri ambaye ana nafasi kubwa tu katika hichi chuo. Huyu jamaa anaitwa Yenus. Sasa baada ya kumwomba kupata taarifa kuhusiana na mwanafunzi ambaye anaitwa Riris na akaonyeshwa picha hapa, huyu mhadhiri akawa amebadilika na sura na akawa amesema kwamba ana kikao, anahitajika kuwahi huko. Hana rekodi ya aina yoyote kuhusiana na huyo binti. Hii inaonyesha kama chuo tu chenyewe kina taarifa maalum kuhusiana na Riris na akihitaji mtu yoyote kujua. Binti baada ya kutoka hapo akaamua kufanya uchunguzi wa aina yake yeye mwenyewe, akapambana na akawa amepata kujua kwamba Riris aliwahi kupanga chumba ambacho kilikuwa karibu sana na hicho chuo. Baada ya kufika huko akawa amepata anwani ambayo inaonyesha Riris sehemu alikotoka, yani kijijini kwao. Sasa muda huo kwa upande wa Darwin, yeye huyo mshikaji ni kufanya mazoezi tu, anasikia maumivu makubwa sana kwenye mabega. Wakaamua kufunga safari ili waende katika kijiji ambacho yule binti katokea huko, wanaweza kupata suluhisho wakiwa kule. Walipofika kwenye mataa sasa, Darwin akashtuka kuona Riris amelala katikati ya barabara. Muda huo pia alikuwa amesinzia. Mara Riris katikati ya barabara wakawa wamesimama, mara akaanza kumfuata Darwin. Akaona isiwe shida, akawasha gari. Pia mwenyewe anakuja kushtuka, anamuuliza Darwin, mbona uko spidi hivyo? Darwin hakujibu cha aina yote kwa sababu anamuona Riris kaning'inia kwenye kioo. Mara akawa ametokea mbele ya gari. Jamaa baada ya kuwa amesimama kwa ghafla sana, pia akawa amemuuliza nini kinachokusumbua. Darwin hakueleza moja kwa moja, akasema tu ni uchovu. Hivyo wakaamua kuchukua hoteli wapumzike kwanza, safari itaendelea kesho. Mwanadada pia akasema kwamba ngoja aende kuoga ajipoze ili aje kulala. Darwin yeye akaamua kujisikilizia kwenye kitanda hapo, amna mambo ya kuoga, ngoja apumzike. Mara akaanza kuitwa kugeuka, kumbe ni yule kiumbe kafika hapo kamdandia. Pia baada ya kutoka bafuni akamwona mpenzi wake akiwa na hangaika kweli kweli. Binti akawa amechukua kamera akaanza kupiga picha ili kuchunguza nini kinachoendelea hapo, kwa sababu aliamini hii kamera ina uwezo wa kupata ama kumnasa mzimu. Kweli akawa amefanikiwa kumwona huyo dada. Kesho yake baada ya kupumzika na zile hekaheka, asubuhi wakaendelea na safari mpaka kufika katika kijiji husika. Walipofika hapo wakakutana na mwanamke mmoja akiwa na mtoto. Wakamuuliza njia ya kuelekea nyumbani kwa kina Riri. Mtoto alivyokuwa anamtazama Darwin aliingiwa na hofu sana, lakini mama yake akawa ameeleza moja kwa moja. Wakafika moja kwa moja katika nyumba ya mama yake Riri. Mama akawakaribisha kwa ukarimu mkubwa sana. Ndani hapa palikuwa na harufu kali sana ya kamporo. Hii ni dalili kwamba kuna harufu ambayo inazuiliwa na hichi kitu, kwa sababu kila kona kuna kamporo zimewekwa. Wakaanza kufuatilia kuchunguza kwa nini hii dawa imeenea katika kila kona hii nyumba. Kutazama wanashangaa kuona mwili wa Riri uko hapo akiwa mfu. Yaani unaambiwa kwamba huyu binti amekuwa mfu kwa miaka 5. Mama yake hajakubali kabisa binti yake azikwe. Hili jambo liko limewashtua sana kweli. Mwanamama huyu ikabidi kukiri wazi tu, akasema kwamba hakuwahi kabisa kukubali kumpoteza binti yake. Ndiyo sababu hakuwahi kabisa kumzika huyo binti, kwa sababu hakuwa tayari kumpoteza. Alikaa na huo mwili takriban miaka 5 naambiwa. Darwin pamoja na pia ikabidi kueleza kila kitu ambacho kimewakumba huko mjini, kwamba roho ya Riri imekuwa ikiendelea kuwafuata kila mara, inaonekana kwenye picha. Wakawa wamemwonyesha hizo picha, wakamsihi mama akubali kumzika huyo binti ili binti apate pumziko la milele. Baada ya kusikia maneno yote kwa miaka mingi sana, akaamua kukubali kumzika binti. Kuna mshikaji mmoja akawa amefika hapa, huyu jamaa anaitwa Haruni. Ikabidi kusimulia maisha ya mwisho ya Riris, akieleza kwamba baada ya kurejea kutoka Jakta tabia yake ilibadilika kabisa. Alijitenga na watu, alikuwa anapiga kelele mara nyingi, alionyesha dalili za msongo mkubwa sana wa mawazo. Kutokana na hali hiyo, ilibidi kupelekwa hospitali ya wagonjwa wa akili kwa ajili ya matibabu. Siku moja, bila mtu wa aina yoyote kujua, Riris alipanda juu ya paa la hospitali akaamua kujirusha mpaka chini, jambo lililosababisha kupoteza maisha yake hapo hapo. Mama yake hakuwahi kabisa kukubali huo ukweli, ndiyo maana aliamua kuzuia mwili wa binti yake usizikwe kwa miaka 5, akakaa nao ndani tu. Sasa wakati wa mazishi, Darwin akaanza kuhisi kama kuna mtu nyuma yake, yaani mzimu wa Riri huko hapo, na ni kweli ulikuwa hapo, ni vile kugeuza tu shingo. Sasa baada ya kumzika kabisa huyo binti, Darwin alianza kuhisi kabisa kuna mzigo mkubwa ndani ya moyo wake umepungua. Aliomba msamaha kwa makosa yake aliyowahi kumfanyia Riri.
Riris. Akaamini kabisa kwamba roho yake ingepata amani. Alitumaini yeye pamoja na pia wangeanza maisha mapya bila kufuatiliwa tena na matukio ya ajabu. Alo, siku moja Darwin akiwa kazini kwake kama kawaida anapiga picha studio. Sasa wakati anampiga mhusika wa mwisho, mara akimchungulia kwenye kamera anamuona kama Lilian. Sasa hili jambo lilikuwa linamshtua, anajikaza, ni mteja, anahitajika kupiga picha. Kila akichungulia anamuona Riris. Jamaa akaona isiwe shida, akashika njia. Upande wa binti pia akiwa busy na mambo yake, kuna kamera moja hapa ilikuwa inajipiga picha. Binti akawa ameichukua akaenda kusafisha ili kutazama vizuri. Kweli akawa ameona kama kulikuwa kuna roho eneo hilo. Kwenye kuendelea kufuatilia zaidi, ikabidi kuchunguza vitu vya Darwin. Mara si akapanda juu ya kabati hapa, akawa amepata kuna bahasha moja ambayo ilikuwa imefichwa hapa. Alichokiona ndani yake aliduaa. Sasa kabla hujakijua, kwa upande mwingine kwa Darwin, heka kali sana iliendelea. Ile roho ya Riris hakuweza kabisa kuikwepa. Ile roho ilimtimua, ilimkimbiza, sio kwenye lifti, sio kwenye nini. Jamaa akaamua kupita na ngazi. Mzimu na yeye tu wanaendelea kumfuatilia. Alikuwa amechoka, akawa anahitaji kupumzika. Mara mpenzi wake akawa amefika hapo, akawa amemkumbatia. Pia akamwambia kwamba nakupenda sana mpenzi wangu. Sasa hii sauti anaijua, ni mzimu wa Lili ulikuwa hapo. Alivyoona hawezi kutumia ngazi tena, ikabidi kupita dirishani ili atumie ngazi ya dharura kwa ajili ya kushuka chini. Sasa wakati anaendelea kushuka, mara mlemu mzimu unamfuata kwa taratibu ukitokea kwa juu. Mshikaji ikabidi kukaza mikono. Jamaa kwa hofu akapiga kelele akasema kwamba bwana, nimekuomba msamaha, unataka nini tena kwangu? Mara mzimu ukawa umemsogelea kwa hofu. Darwin akawa ameteleza, akawa ameanguka chini na ule mzimu ukawa umefika kwa juu yake hapo ukamlalia. Ni binti ambaye alikuwa ametokea kumpenda sana Darwin. Kuna kitu kingine kikafichuka hapa. Simulizi inarudi nyuma na kufichua siri ambayo Darwin alikuwa ameificha kwa miaka mingi, hakumweleza hata pia. Baada ya kuvunja uhusiano wao, Riris aliwahi kumfuata Darwin kujaribu kurudisha mahusiano yao, kwa sababu binti alikuwa ametokea kumpenda kweli Darwin. Aliendelea kujaribu ili kuzungumza naye, lakini Darwin aliendelea kumkwepa. Sasa kwa sababu hakuwa ametambulishwa kabisa kwa marafiki wa Darwin alikuwa anapambana sana huyu binti kumweka mbali, marafiki zake wasijue, kwa sababu aliona kama aibu. Sasa kulingana na jinsi ambavyo binti alikuwa anamfuatafuata, hatimaye Tio, Abi pamoja na Reza wakagundua ukweli kwamba hawa watu walikuwa na mahusiano. Wakaanza kumcheka kijana Darwin. Binti alipambania sana penzi ili warudi pamoja. Usiku mmoja, wakati Riri alipokuwa anajiandaa kwa ajili ya kushiriki maonesho, marafiki hao watatu wakamfuata kwa ukali, wakamwambia kwamba aache kumsumbua rafiki yao Darwin, kwa sababu wao hawataki kabisa wapate aibu kwa sababu ya huyo binti kujiweka karibu na rafiki yao. Kwa hofu, Riri ikabidi kujitetea kwa sababu hao watu walikuwa ni wakorofi mno. Wakampiga Tio kwa chupa ya ua. Kitendo hicho kikazidi kuchochea hasira. Hapo ndipo walipoamua kubadilika kabisa. Tio, Abi na Reza wakaamua kufosi kilimo mdondoko. Dakika chache baadaye Darwin alifika hapo na alishuhudia hilo tukio. Badala ya kumsaidia binti, marafiki zake wakamlazimisha achukue kamera apige picha. Walihitaji kupata hizo picha ili wazitumie kama silaha ili kumtishia binti. Sasa kuanzia siku hiyo maisha ya Riris yalibadilika kabisa. Maumivu aliyokuwa ameyabeba ndani ya mwili wake hayakuwa yanaelezeka. Kibaya zaidi, alivyokuwa akikutana na Darwin pamoja na marafiki zake, anakumbuka ukatili ambao walimfanyia. Kwa hofu ilivyozidi kumtanda, mambo yalizidi kuwa mabaya zaidi baada ya picha zake zile chafu kuangukia katika mikono ya viongozi wa chuo. Badala ya uongozi kuchunguza ukweli, waliamua kumfukuza chuo Riris na kumfanya yeye aonekane ndiyo mwenye kosa. Ufadhili wake wa masomo uko umesitishwa, akafukuzwa kabisa na lawama zote alizibeba yeye. Sasa nadhani mmeelewa, kifo cha Riris hakikusababishwa na kuachwa kimapenzi tu, bali kuna mambo mengine ambayo yalikuwa ni machafu zaidi. Sasa upande wa Darwin, baada ya kuanguka hakufa, bado ngoma ni ngumu. Unakufaje mapema hivyo? Sasa akiwa hapo pia kwa amefika hapo, akamrushia picha zake, hakujali hata hali yake, kisha kwa muondoka. Na sio kuondoka tu, mapenzi hayo yalikuwa yameisha kabisa. Pia akaamua kuvunja huo uhusiano. Eti pia binti pia akaamua kuvunja kabisa haya mahusiano. Ili nalo jina limekaa kama kiunganishi. Mpenzi yake Darwin akaamua kabisa kuachana na mshikaji bila kujali nini kilichokuwa kinamkumba, amepona ama hajapona. Baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini, Darwin alibaki mtu tu. Yaani ni yeye mwenyewe, home alone. Marafiki zake wote wamekufa, mpenzi wake aliyekuwa amempenda na kwa sasa amemwacha akiwa amechanganyikiwa.
akaanza kupiga picha kila sehemu akiwa anamhitaji roho ya Lilis ijitokeze. Anahitaji kupata majibu, kama anahitajika kumuua basi amuue, asimwangaishe namna hii. Jamaa akapiga picha, lakini hakumuona kabisa yule roho. Sasa akiwa amekasirika, si akaitupa kamera chini. Ghafla ile kamera ikajipiga picha yenyewe. Darwin alivyoichukua kuitazama, damu ni mganda. Kwenye picha alionekana Lilis akiwa amekaa juu ya mabega yake. Mara moja kila kitu kikaanza kuwa na maana. Maumivu ya mgongo pamoja na shingo aliyokuwa anasumbuliwa nayo kwa muda mrefu hayakuwa ya kawaida. Kumbe muda wote roho ya Lilis ilikuwa imening'inia kwenye mabega yake. Kila alipokwenda, hata uzito wake ulionekana umeongezeka alipoenda kupima hospitalini. Na ndiyo sababu yule mtoto kule kijijini aliingiwa na hofu baada ya kumwona Darwin, kwa sababu yeye alifanyikiwa kukiona kile ambacho watu wengine hawakukiona kwa macho. Kwa nini roho hii iliamua kudandia kwenye mabega hapa? Ni kwa sababu walivyokuwa wapenzi walikuwa wanabebana sana. Mara nyingi Darwin alikuwa anapenda kumbeba Lilis. Akiwa na huzuni pamoja na hofu, Darwin alihisi kabisa hana sababu yoyote kuendelea kuishi katika haya maisha. Na kweli alivyokuwa na yumba hapa akikatisha kwenye kioo, Lilis kamganda tu kwenye mabega, wala hata hana haraka naye. Darwin akaenda moja kwa moja kwenye bwawa la kuogelea, akajitosa ndani yake ili kujikatisha kabisa maisha. Tukio hili likafanya ukweli mwingine kupatikana. Rasmi tukio la Lilis hatimaye likawa limewekwa wazi chuoni. Uongozi wa chuo ulipeleka taarifa kamili ya tukio lililofanyika, tukio la unyanyasaji kwa Lilis. Hii ikafanyika kuwa ni hafla moja muhimu sana, ikaonyesha video ambayo ilifichua ukweli wote. Ndani yake ikaelezwa kwamba Tio, Abby na Reza ndio waliombaka Lilis, huku Darwin akilazimishwa kupiga zile picha za lile tukio. Filamu hii inatuachia ujumbe mzito sana kuhusiana na ukatili wa kijinsia. Inaonyesha jinsi waathirika wengi wanavyobeba maumivu yao kimya kimya kwa sababu ya hofu, aibu au mamlaka. Waathirika wanapaswa kupewa nafasi ya kusema ukweli badala ya kulaumiwa kwa makosa ambao hawakuyafanya. Katika tukio la mwisho kabisa ambalo mtu yote anaweza kuniuliza kuhusiana na hii filamu pia, yani yule aliyekuwa mpenzi wake Darwin alienda moja kwa moja katika hospitali ya wagonjwa wa akili kwenda kumtembelea kijana Darwin. Ingawa bado yuko hai, lakini akili yake tu ndo haiko hai kabisa. Ameathirika vibaya mno kutokana na hatima imeendelea kumzonga. Na muda huu alivyokaa hapo unavyomuona hapa kwenye kioo, unamuona kweli Lilis kaning'inia kwenye mabega ya huyu jamaa, hajamwacha hata tone. Yani hamna muda wa kupumzika. Na filamu hii inaishia hapa. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la ujanja.